Kocha wa klabu ya Simba, kocha Fadlu Davis aliweza kuzungumza na uongozi wa klabu ya Simba na kuwaomba katika ahadi aliyoweza kupewa endapo atafikisha klabu ya Simba. Kwanza ilikuwa ni kwenye swala ambalo watu wengi waliweza kuona kabisa kocha Fadlu Davis amekuwa na image kubwa na amekuwa na mawazo makubwa kabisa ya kuifikisha klabu ya Simba pale panapohitajika. Kuna baadhi ya taarifa ambazo zilikuwa zinasambaa kuhusiana na kile kinachodaiwa kwamba endapo klabu ya Simba watafika hatua ya fainali tena kuweza kuchukua kombe la shirikisho la michuano hii ndani ya mwaka 2025, basi tayari wataweza kupewa ahadi ya kukabidhiwa basi la kisasa na mwekezaji wa klabu ya Simba. Lakini kwa mujibu wa kocha Fadlu Davis, katika swala aliloanza nalo na kuomba sana kwa mwekezaji wa klabu ya Simba, endapo Simba ikachukua kombe la shirikisho, basi aliomba kwanza kwenye swala zima la nafasi ya kutumia uwanja wa kipekee na uwanja wa klabu ya Simba. Kwa hiyo anachodai na anachokiomba mpaka sasa, endapo klabu ya Simba itapata nafasi ya kufika hatua ya fainali ya michuano kombe la shirikisho na ikapata nafasi ya kuweza kushinda na kuja na kombe katika ardhi ya Tanzania, basi anachokiomba kwa mwekezaji wa klabu ya Simba sio basi la kisasa. Kwanza ni kuanza na upande wa kiwanja cha Simba Sport Club. Yani ni swala ambalo amejaribu kuweza kulizingatia kutokana na changamoto aliyoweza kuipitia na kuiona katika klabu ya Simba Sport Club. Kutumia viwanja vya watu ama kutumia viwanja vya serikali mara kadha kumeonekana kuwa na changamoto kubwa pindi hata inapotokea kabisa kwamba una session nzuri ya mazoezi ama una session ya muhimu na pengine kiwanja tayari kimeonekana kuwa kimeweza kutumika. Kwa hiyo changamoto zimekuwa ni nyingi sana ya kutumia viwanja vya watu. Hivyo kwa kocha Fadlu Davis ameonekana kuwa na mawazo chanya zaidi na klabu ya Simba. Ndio maana katika moja mazungumzo na moja ya press aliweza kuzungumza kuhusiana pia na mechi ya marudiano dhidi ya Stellenbosch, ni kwamba endapo akafanikiwa kuingia kwenye hatua ya fainali ya michuano ya kombe la shirikisho, na mpaka sasa hivi yuko mguu ndani mguu nje kutokana pia na matokeo aliweza kuyapata hapa nyumbani. Kwa hiyo ni swala ambalo endapo pia mwekezaji wa klabu ya Simba atapokea vizuri maoni haya, basi itakuwa ni vyema zaidi ifike wakati hizi klabu mbili, klabu ya Simba na klabu ya Yanga, kwa sababu tukijaribu kuangalia renki ya klabu ya Simba na kile kinachodaiwa, yani Simba ukisikia kwamba haina uwanja binafsi ni lazima utashangaa, na huku ikiwa ni klabu ya 4 kwa ukubwa katika barani Afrika ambavyo ipo kwenye top 5 ya vilabu bora Afrika, alafu timu kama timu haimiliki uwanja wake. Kwa hiyo ni swala ambalo tayari linaonekana kuwa ni dhaifu sana katika klabu husika. Tukutane kwenye comment.